J Studio inawaletea. Kwa hakika muhadhara unwani yake ilikuwa ni kwa nini tunakataza munkar? Kwa nini tunakataza munkar? Na ilikuwa tumeihusisha hii mada kwa sababu ya malalamishi mengi kwa baadhi ya Waislamu wasiofahamu pengine ya kwamba kila siku katazana tu, kila siku upinga tu, kila siku kwakemewa tu. Sasa ilikuwa tunataka kutoa tu ule ufahamu, watu waelewe ni kwa nini sisi tunakataza munkar. Ni akili zetu zimetutuma hivyo au ni miongozo ya dini yetu tukufu ya Kiislamu? Lakini mada hii hatutokuwa nayo kwa sababu ya yale tuliyoyazungumza Ijumaa. Pana vifungu muhimu ambavyo havikumalizika, tukaona itakuwa si sawa kuiacha vile vile katikati bila ya watu kufahamu yale ambayo yamebakia kwenye maudhui kama hili. Kwa hivyo insha Allah tutaanzia pale tulipopaachia kwenye khutba ya Ijumaa, tushikamanishe na mengine, na insha Allahu taala Mungu akutupa uhai na uzima kwa mara nyingine tutahusisha yale ambayo tumeyawacha kwenye safari kama hii. Ndugu zangu, sitaki kuregelea utangulizi ule tulioutoa kwenye Ijumaa ya kuhusiana na mambo ya ndoa. Ni utangulizi maarufu kwa kila mwanandoa, alijua hilo, si mwanamume wala si wanawake wanaosikiliza majumbani. Kila mmoja afahamu ya kwamba kwenye ndoa pana misukosuko na pana kukhtalifiana na pana kukosana. Hili ni maarufu kwa kila mmoja, na dalili ya kuthibitisha kwamba haya yako ni kwamba yalitokea kwa wema waliotangulia, kwa wema waliotangulia kabla yetu sisi. Walikuwa na ikhtilafati zao katika majumba yao na wakafuata miongozo aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka kitabu kimoja kwa jina Fiqhu Taamuli Maa Nnas. Kwenye kupitia pale nimeona hadithi moja, Mtume alikosana na Aisha. Sasa ukisikia Mtume uliwahi kutokuelewana au kugongana yeye na bibi Aisha, wewe ulioko huku Maweni, kwa nini usigongane? Ni dalili tosha kwamba hili ni jambo ambalo liko na lazima litatokea. Basi moja kwa moja Mtume akamwambia bibi Aisha, twende nikakupeleke kwa babako tukazungumze kule. Hii ni maana ya hadithi. Wakifika pale, Mtume akamuuliza Aisha, tatakallamina au atakallam, au kama qala alayhi salatu wassalam, utazungumza wewe ama nzungumze mimi yaliyotokea? Aisha akamwambia, bal takallam, zungumza wewe, lakini usizungumze maneno ya urongo. Zungumza wewe lakini usizungumze maneno ya urongo. Kumwambia Mtume hivyo ni jambo kubwa sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumzi urongo. Ina maana ukisema hivyo umemtoa kwenye daraja yake ile ambayo yuko. Basi Abu Bakar radhiallahu anhu hakuweza kuvumilia, alimpiga kibao binti yake Aisha radhiallahu anha, akamwambia, wewe ni adui ya nafsi yako. Hivi huyu, akikusudia Mtume, atazungumza ya uongo? Basi Aisha kupigwa lile kofi ikawa atoka damu katika mdomo wake.
Mtume kumuona bibi Aisha yuko vile, akamtukua bibi Aisha kisha akamweka nyuma ya mgongo wake. Waqala li Abi Bakar, akamwambia Abu Bakar, sikiliza nikwambie, mali hadha da'awnaka, sijakuita hapa umpige. Mali hadha da'awnaka, sijakuita hapa umpige, nimekuita tuzungumze. Wewe umeanza na makonde bwana. Hebu hii picture ilete kwamba wewe umempeleka mkeo kwa babake, ukifika pale mbele ya babake akutukane wewe, ketika hapo itakuwa utamwambia baba, mzee watana naye bwana, mimi sikukuita hapo unipigie mke wangu bwana. Subutu itakuwa sasa ni kuongeza na mengine. Fadhali uyaone mzee, wajua mimi nikisema huwa naonekaniwa ni mrongo, kisha utaongeza na chumvi kwamba basi haya nini, haya madogo, huyu huniambia makubwa zaidi ya haya. Lakini Mtume akamwambia Abubakar, mali hadha da'awnaka. Hii yatosha kuonyesha kwamba masala ya ndoa ni masala ambayo hayakosi watu kuvutana. Haya ndio tulioyaanzisha kwenye khutba ya Ijumaa ili watu wafahamu. Kwa hivyo wakisikia migogoro ya ndoa wasione kwamba vipi tuambiwa litaskunu ilaiha na huku kuna migogoro. La, yako sema utafautiana, kuna ambayo yanayostahimilika na ambayo hayastahimiliki. Kisha tukaeleza migogoro hii au talaka inapotokezea, namna mwanamke anavyohangaika kuanzia kupewa talaka. Ile talaka mpaka akitiliwa mkononi huwa amemaliza maustadhi na misikiti yote ya kushtakia ili maimamu wazungumze na yule bwana mpe talaka yake. Tumefahamiana Waislamu? Waliokuwepo katika khutba ya Ijumaa wanafahamu tunachokizungumza. Tukasimamia kwenye sababu ya 4 inayopelekea mwanamke kuhangaika katika dunia hii kwa sababu ya talaka. Sababu yenyewe ya 4 ni kwamba mwanamke yuanyimwa haki yake ambayo ni ya kiasili aliyowekewa na sheria ya kuwalelea wale watoto wake wadogo, kuwa na wao kwanzia ni wadogo wananyonya. Hili linakatazwa na yule bwana. Thumma ya'lu dhalika qubhan, kisha anazidisha uovu bwana, biman'iha min az-ziyarati mutlaqan, kwa kumkataza yule mama kuwatembelea wale watoto kabisa. Usikanyage hapa na ukaacha salamu nyumbani, ukaita na familia yako yote, sister njoo, ammi njoo, mama njoo, hababa njoo, jiddo njoo, wewe kazi ni njoo. Takuzungumza na nini? Nadhani mwajua kinachoendelea baina mimi na mama yao hawa. Picture mwaipata sasa, uta stories za kimaskani twaipata. Kwa hivyo sasa, mkitaka tukosane kwenye hii nyumba na mkitaka nsilipe kodi hapa, ni aje mama yake huyu, kisha watoto muwatoe mumpatie awaangalie, ndo mtanijua mimi ni nani. Bwana Nkuro atoa amri naye maskini. Masikitiko makubwa sana. Basi watu wakatekeleza, kukibishwa mlango tu waangaliwa kwanza, mamake Muhammad, ilikuwa nimekuja naomba muangalie mtoto kidogo, toka na juzi ile mimi na babake migogoro, sijamnyonyesha bado na najua hayuko sawa. Mzee mwenyewe anasema apewe maziwa na anasema tusimtoe mtoto. Wanaume, haya yetu, na sote hapa tuko kwenye maisha ya ndoa, na wengine kama wametoka wayafahamu haya tunayoyazungumza. Basi baba yule akakataa kabisa kupeana watoto kama wale, ni hatari.
hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyopokewa na Abi Musa al-Ash'ari asema, la'ana sallallahu alayhi wasallam man farraqa baina alwalidati wa waladiha, Mtume amemlani yule ambaye atamtenganisha mtoto na mamake, na aliyekusudiwa hapa ni mtoto bado yuanyonya mdogo. Ukimtenganisha kwa sababu ya michuki yako hiyo wewe na yule mama, elewa kwamba una laana ya nani? Una laana ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu anayestahiki wakati ule kumwangalia yule mtoto ni mama, kwa riwaya ya Abdullah ibn Amr, yule mwanamke aliyekuja kushtakia kwa Mtume ya kwamba bwanake ataka kumpokonya mtoto wake. Mtume akamwambia, wewe ni haki zaidi, utamfanyaje wewe mtoto mdogo? Hebu tuulizaneni jamani, ule ukweli. Sisi wanaume, mtoto bado yuanyonya, wamtukua ili ufanyeje? Kutalelika kwanza, wewe mwenye hurauka ndo makazini usubuhi, haya usiku kufunguliwe king'ora, uko radhi uinuke ubembeleze na kubembeleza, pengine hujui, basi tu ili mwanamke wa watu asikie dhiki na awe hana furaha kule aliko. Si dini hiyo, wala si ndoa. Ndoa haziko hivyo. Tayeb Waislamu, kisha hapa tukatoa aya inayothibitisha hayo ya kukataza. Mwenyezi Mungu asema, la tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Imamu Saadi katika tafsiri yake akasema, ay la yahillu an tudharra alwalida bisababi waladiha, haifai, si halali mama kufikishiwa madhara kwa sababu ya mtoto wake, na wala si sawa baba kudhuriwa kwa sababu ya mtoto wake. Ni Qur'ani hii, kwa madhara yoyote yani. Lakini Imamu Saadi akafafanua zaidi maneno mazuri sana, lakini sisi tusimame kwa ufupi, ni kwamba dhara la aina yoyote hufai kumdhuru yule mama kwa sababu ya yule mtoto wake maskini, wala wewe baba pia hufai kudhuriwa. Na huu ni ukanda mwingine. Kuna baadhi ya wanawake nao wakisha kuachika, basi yule baba upewa masharti, akaambiwa hawa watoto ndo utawaona paa, na nyumbani kwetu paone paa. Watoto wangu bwana, nitakuja, hawa hawana baba, mtawatafutia mwenyewe baba. Sasa utawatafutia vipi na mimi mwenyewe niko ndio niliowazaa? Yote nini? Si kwamba hajui yule baba ana haki na hawa watoto, alijua, lakini ni hili, atakatu kumdhuru yule mzee wa watu, baba wa watu, iwe akifanya kazi, basi ambao wewe kitu chako mkimoja, ukisha kuzitia mkononi mwisho wa mwezi, wewe chuma na M-Pesa tu. Siku hizi mzungu umerahisisha mambo, yaani nujisumbue babake Ali, utoke huko, utoka Watamu uje paka hapa, yaani tabu yote hiyo. Wewe umepata kitu, M-Pesa namba yangu nayo, rusha tu wewe. Sasa hivi mimi sina kazi, kipacha mshahara mimi hukurushia. Watoto wangu siwajui wakoje, siwajui wasoma hawasomi, siwajui wa tabia zao wako vipi, na kila mmoja ataka kumpa mwenzake madhara. Baba ataka kupeana madhara kwa mama kwa kumzuia mtoto, na mama naye ataka kupeana madhara kwa baba kwa kumzuia mtoto. Haya ni makosa yaliyo wazi kwa aya iliyo swariha katika Qur'an, la tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Kisha hapa wanazuoni wakafanya ilhaq, wakaunganisha, wakashikanisha hili na wanyama vile vile. Imam Al-Fakihani akasema, dhahiru al-hadithi ya ummu al-uqala wa ghayruha, udhahiri wa hadithi
haya masala ya mtu kumkata mtoto ili mama adhurike, udhahiri wa hadithi na wa hii kadhia na haya masala ni kwa wenye akili na wasiokuwa na akili. Walam aqif ala nassi, Imamu al-Fakihani asema sijawahi kuona dalili fi ghairi al-uqala. Ndio msimamo wake huyo, kwamba kukikatazwa mtu kumkata, kumzuia mtoto ili mama adhurike, hili laingia mpaka kwa ambao hawana akili, akusudia wanyama. Ina maana hufai wewe kama Muislamu kumchukua mtoto wa mnyama yoyote yule, maadamu bado yuko katika umri wa kunyonya kwa mamake, yuko chini ya mamake, amuhitajia mamake mzazi, hufai kumchukua. Na ukimtukua waingia katika hili ambalo limekuja katika hadithi, na sisi hufanya. Haifai kumtukua, fanya hata mjenge na bustani, rumu yake ipambe utakavo, weka utakacho ndani. Mchukue paka, ndio mwanzo umezaliwa ana siku 3 tu, ondoka mtukue umlete nyumbani, ati huku rekodi kwenye TikTok, uko na kigari, uko Naivas umfanyia shopping, ununulia maziwa zile za ghali, maikati na vyakula. Asi ukaenda pahali kuna vyakula vya wanyama, achukavashika. Yes, this manake humvuliza, manake takununulia hii. Hana haja na maziwa yako ya Brookside bwana. Wewe umemkata yeye na mamake mzazi, huwezi kuwa na huruma na wala huwezi kuwa na mapenzi wewe ya yule mnyama aliyezaliwa kumshinda nani? Wacha basi ichendekeze bwana. Hivi wewe kweli utampenda yule paka vile alivyo kijidogo vile kiko kwa mamake bado hunyonya? Hivi utampenda wewe kuliko mamake anampenda? Huwezi. Sasa watu wasiichie mababaiko, wataka paka muate kwanza, amekuwa hayuko tena kwa mamake, yani kwa maana ashamaliza kunyonya mahitajio yake kwa mamake, hapo uweze ukamtukua ukamlea, haijakatazwa. Lakini masala ya kutukua vana paka na wanyama wengine ukaketi nao nyumbani tikishindo kwamba ni mnyama wako huyu wamlelea, hili ni jambo ambalo halifai katika sheria yetu ya Kiislamu. Haya mazungumzo ndipo tuliposimamia katika khutba ya Ijumaa kwenye jambo la 4 linalomfanya mwanamke yule ahangaike. Bila shaka amekatazwa mtoto, atakuja Masjid Abdul Malik ya azungumza na imamu, bwanangu njoo, umeona yule aliovaa shati la blue, ndiye bwanangu, hebu zungumza naye, sinitese. Nimeachana mimi na yeye sasa ni wiki 2, amenipokonya mtoto miezi hajamaliza bado, ana mwezi wa 2 huwa amemtukua. Haya, uitwe hapa imamu akuelezee, na imamu ni dai na ni kiongozi, aweza kujua baadhi ya mambo akakuita kwa njia ya kutoa nasaha. Basi ukiambiwa hivyo, si unaona, ukimwambia imamu ndio utanikomoa, yani uko pale pale kwenye uzuka ibada. Yani hizi aya na hadithi humpicha tu, picha na huku zikipita na huku, basi utazunguka sana. Hata nikwambie basi, kuna na imamu wa Masjid Aisha pia aweza ukaondoka muona, wachelewa leo si hii umemwambia huyo adhuhuri, alasiri nenda Aisha, na ukitoka Aisha nenda Tauhidi, ukitoka Tauhidi nenda Raudha, ukitoka, yani stihizai manake. Yani kama kwamba zungumza na maimamu wanipe hadithi zote, mimi mtoto sikupi. La tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi.
Hili ni jambo la msingi Waislamu tulifahamu, tusitesane. Mumeachana, mtoto bado ni mdogo, yuanyonya, mwachie mamake, mwachie akete naye. Itafika wakati ashakuwa mkubwa, hapo utakwenda utambia, sasa nipe, sasa nataka kukaa naye mimi, nimfundishe, nimpeleke skuli, nimsimamie na mengineyo ambayo yanahusiana na kadhia kama hii. Jambo la tano ni intiqamu zawj zawjatahu an tariqi ta'dhibi al-awladi jasadiyan bidharbi wa nahwihi au ma'nawiyan. Ni yule bwana awe atamuadhibu mkewe kwa kuwapiga watoto wake, hasira zake zote huwamalizia watoto. Na wako mababa sampuli hiyo. Wewe umeteta na mkeo, watoto ingia vipi hapo? Ikawa asubuhi hulia makonde kweli kweli, mpaka hababa shaona sasa msiketi karibu naye yule. Na akiingia kila mmoja tafuta pahali akajificha. Nini? Ajulikana mzee ana hasira za mama pengine amemkataa, amezuia kwamba mimi na wewe ndio basi. Amejaribu sulhu wapi? Na mama na amechoka pia na roho, amejaribu kumrekebisha, amemstahimilia, amemtumilia wazazi, amemtumilia mashekhe, hasikii tu. Mwisho ameamua ni basi. Sasa inkuwa makonde ula watoto huku na masala mengine ambayo yanawadhuru watoto akawa yoyafanya kwa malengo na nia ya kumwadhibu yule mama ili angalau apate kurudi. Kuna wengine huiba watoto pia. Wewe si utaki kuregea, basi naenda skuli kule namtukua, akija saa 6 kitafutwa hayuko, mara tumana message, usifanye wasiwasi mwanangu namchukua mwenyewe. Haya ni masala mazito sana ambayo yamekithiri katika maofisi zetu hizi za machifu kadhi. Kila mmoja ana aina yake ya mabalaa na miujiza. Siku moja nilikwenda kwenye ofisi moja Mombasa, pale kulikuwa na kadhia fulani ambao mimi ni shahidi, natakiwa niende. Basi kifika pale bwana, ile kesi yetu haijaanza kusikilizwa. Yule aliyeoa sisi ilikuwa ni mashahidi. Basi ikawa kuna kesi mbele kabla ya yule ambaye ametuita pale. Alipoitwa jina, Allahu akbar, shekhe, wacha mchezo. Wanawake wapitia miujiza, wengi, si wote, lakini wengi wapitia miujiza. Mwanamke yuatetemeka, utafikiri ameshikiwa bunduki na hajafanywa kitu. Ni bwana tu ameingia yeye ndani, ameitwa, mwingia ndani kule, hakuna kuzungumzwa pale. Akaambiwa muite mwenzako, akatoka. Basi alifanya hivi ndio uje manake. Basi alipokufanya hivi, ile maskini alikuwa amekuja na mamake maskini. Mama naye kama si wewe peke yake, wazi nyeupe. Mtoto wake maskini akawa utetemo, utafikiri itaka kuuawa maskini. Maguu hayashiki. Akiingia ndani dakika 5 nyingi, kwa sababu hakuzungumza. Vile alivyo tu ni kwamba yuamcha yule mume na hawezi kusema chochote. Ni kama mume pale alikwenda karopoko akasema yake yote, kisha kamba anayozungumza, basi alikula jito tu pengine. Zungumza. Sasa maisha gani haya? Maisha gani Sheikh? Hana tofauti mwanamke wa watu na heshima la teva Sheikh. Wewe waishi vipi Sheikh? Maisha gani ya ndoa haya? Iko wapi litaskunu? Sasa umeona hali ikiwa hivyo, huu wito ukoloni. Hali ikiwa hivyo, ndio maana usikia mtu amemdunga kisu mumeo alikuwa amelala akamuulia mbali. Manake ndio yona hiyo ndio suluhisho. Ama akamtilia sumu akafilia mbali. Maana shaona maskini.
hawezi kuelezea, kwa sababu akielezea ukweli akirudi atapigwa, na wazazi wake pia hawawezi kumsaidia. Sasa huamua mwisho, ima atamtoa mume roho ama atajiua yeye. Hivi visho kisikia mtu amejinyonga sijui nini, ni mambo kama haya ya kudhalilishana na kutiana aibu, mitaa yote ikawa inaona kadhia kama hizi. Kwa hivyo jambo la tano ni mwanamume kumtia adabu mwanamke kwa kuwapiga watoto. Jambo la sita, ikhwatal iman, ni adam qiyam, yule mume kutokusimama na majukumu yake kama mume, haki za yule mwanamke uliyemuacha katika kwanza mahari yake, pengine hujammalizia, watakiwa malize. Wa atu nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake mahari yao. Jamaa huzirusha kweli kweli, uko mmoja hondo yake ni hasao. Huyo amuoa mwanamke, baada ya muda akosana naye, nenda kwenu, kisha utukua zile fanicha akazipiga sasa, zikalavanish, zikaposewa kwingine. Fanicha si zake, ni mahari ya yule mke. Akienda kwingine kule, na kama nilivyosema Ijumaa, sisi tukienda, hata kama wewe ushawahi kuoa, maswali hayaji mingi. Kwa nini aliwacha? Pengine si mtu mzuri, si sana kuja. Lakini kwa mwanamke huja, kwa nini hawataonekana sio? Sasa jamaa huenda tu akaoa, mahari yenu atakafanicha na 20,000, tafuta 20,000 mwenyewe aongezea pale na fanicha hizo, ukiangaliwa mpya bado mvule ule. Sharifu upo? Basi harusi mabruku. Unajua tena Waislamu sikichini, mabruku barakallahu mashallah, bro umeweza bro, mabruku mashallah, mabruku. Baada miezi mara usikia hualikwa tena harusi nyingine. Shakhsulio, mwanamke gani ule? Si mwanamke shetani mkubwa yule, mikuwa khair kwanza, hata sikuzaa naye nuksi tu nakwambia, lakini naoa tena inshallah, pengine baada ya mwezi inshallah. Basi fanicha zile pigwa vanish, chuo kingine. Wako watu sampuli hiyo. Kuna wengine kwenye akili hivi huwaona, na pengine wakisikiza idara tutasema hii yangu. Si ni makosa, si sawa kufanya hivyo. Ile ni haki ya mke bwana. Wewe ushasema mahari mfanicha, huzitukuayo ukapiga vanish ukaolea kwingine, kama si unyama huo ambao wewe wamfanyia mwanamke wa watu. Kwa hivyo mahari lazima uregeshe. Tukishakuachana, wewe umekwenda kwenu na mimi niko kwetu, madamu kuna deni ilibakia kwenye mahari, nizichukue zile pesa nikukabidhi bana, hii ni ile mahari yako, ilikuwa ni 50,000, nilikupa 30, bado 20 hii hapa, na usipozilipa mtakwenda lipana kwa Mungu. Hapa ndio itapotea, sisi tutaona ishakwisha, lakini Mwenyezi Mungu ni haki yake, mwanamke atakwenda kukudai. Mafhumu? Jambo la sita, ndugu zangu katika iman, ni kwamba wengi katika wanaume wakiwaacha wake zao huwatoa katika yale majumba, watolea mbali, fukuza ikiwezekana, hata kama saa 8 za usiku, na pengine ana vitu vyake pale, akaambia wewe ulikuja na begi tu la nguo, chukua nguo nenda kwenda. Makatazo haya yamekuja kwenye Qur'an, wattaqullaha rabbakum, mcheni Mola wenu, la tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe katika majumba yao. Wanatakiwa wakae pale, asa Mwenyezi Mungu akaleta kheri yake, watu wakarudiana. Lakini watu toana, Sheikh, aibu nakwambia. Hata hikma watu hawatumii, pengine kusema tunagura tu, si kwamba ati ndio tumeachana, twagura tu. Wajua mwenye hikma siku zote ni mwenye hikma.
atakufanya ile ni siri baina yake yeye na mama ya watoto wake, majirani wasifahamu, pengine washamalizana usiku wenyewe kwamba bana, mimi na wewe ni khalas, tumejaribu lakini imeshindikana. Basi watatoa tu vyombo vyao kwamba wao wagura, wenye hekima wao wagura mtaa kule chini kule, lakini tutatembeleana inshallah. Kumbe wamemalizana maskini. Sasa baada ya miezi au baada ya mwaka ndo wafanya kusikia waliachana, lakini huwezi kuleta fikra kwamba waliachana siku ile walipotoka. Na pengine mtu aweza kuuliza, waliachana lini? Manake mara ya mwisho mimi nakumbuka ni siku ile mligura, nadhani mkasema mwaka upande mwingine kule. Tulikwenda kule tukakaa alhamdulillah, alafu baadaye kutokezea kila mtu wenye hekima, toa godoro lako, teremsha mito na sufuria zangu niate mwenyewe. Nakwambia bana, chaja nilinunua mimi kwenye duka pale, ni ya Samsung, hiyo yako ni ya Tecno. Fujo mtaani hapo, habari zote watu wanazo, sitafute sababu nyingine. Na sisi uparamia mandoa tu bila ya kuelewa ni nini maana ya ndoa na fiqhu azawaj hakuna. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan, kuoana kwa wema na kuachana kwa wema. Na hii kwa wema watu ushangaa, waachana vipi kwa wema? Mungu asingesema kuachana kwa wema kwa kuwa kuko. Na tulieleza kwamba kuachana kwa wema bila ya kudhuriana wala kusumbuana, haya tunayoyazungumza yakosekane, wala kuchefuliana majina, yule ni hivi yule ni vile. Angalia, kuna mmoja nimemsahau jina lake, nilisoma kisa chake na nilikiandika pahali. Huyu bwana alikuwa na ikhtilafu na mkewe. Basi kila akiulizwa, nasikia asema naanzaje kutoa siri ya mke wangu? Wewe ni vipi bana? Tena mwaka haswa mnuulize eti nasikia wewe na mke wako vipi, wewe una akili mimi kuelezee aibu za mke wangu? Tafuteni kazi mfanye bwana. Ikaenda siku akaachana naye. Alipoachana naye yule mke akaolewa na nani? Na bwana mwingine. Wajua tena watu kupenda maneno kwamba sasa ushamwache, kulikuwaje? Akamwambia sasa hii ni mke wa mtu, naanzaje kutoa siri za mke wa mtu? Tafuteni kazi mfanye. Hayo ndo malezi ndugu zangu, na ndio ndoa inavyotakiwa. Shekhe, we mtoto watu umemtukua ni msichana, umekaa naye ukamzalisha, amekwenda kwao, umri umekwenda, pengine umeketi naye miaka 20-30, leo mmekosana, imepelekea kuachana. Wewe huketi kweli ukaanza kuzungumza kama hukukosa haya? Kweli waweza kukaa kuzungumza aibu za mkeo? Hujui kwamba kuyazungumza yale ndio utaona watoto wengine maskini wa wanyonge watukaniwa mama zao, wale juaje? Kwani haya kumbe ni ile izere alifahamu, nilikuwa likiropokwa kule mbele mbele. Kwanza utatuambia nini wewe? Tuambia nini? Tuambia nini wewe? Mwanzo madhako sasa alikuwa akidundwa na mzee, kwa nafikiri hatujui sisi. Sasa watu washangaa, kweli mzee alikuwa akimpiga mama, lakini alikuwa akimpiga mpale nyumbani. Wao marafiki maskari wamejuaje? Sitafute, ni mzee Masharubu kabisa. Kisha hataki kuambiwa, ati usiniambie, usikwambie tutakuambia. Usilete ukora katika masala ya sheria. Wewe umekosana na mkeo, imetokezea ni khalasi, wewe nyamaza shekhi. Ilikuwa tukisikia mpigana, alikuwa tupigane, mara nyingine unajua kuna upepo zombo uanguka. Usielezee watu yale ambayo mliopitia wewe na mke wako. Tayib, jambo la 7 ndugu zangu katika imani, katika mahangaiko hili la 6, mwanamke ashatolewa maskini, ashatolewa nyumba na bwana. Shafahamu, hakumpa muda. Wewe nimekuacha eda yako miezi 3,
angalau akae pale, ni imma mume amregelee ama asimregelee. Ile miezi mitatu tayari yeye ashajipanga, angalau kama ni kurudi kwa wazazi wake ashakwenda, pengine akaelezea hali ilivyo, mimi nitakuja hapa. Ushafahamu? Watu watakiwa waachane hivyo jamani. Hata yule baba pia ajua wazi, leo tarehe ngapi? Leo tarehe, mwanangu ilikuwa ni leo mwisho nadhani, ananiambia tarehe hii ndo utakuwa yuaja. Sasa hata wakimuona ni kitu kishazungumzwa, chajulikana, sio watu wa yeye baba una nini amefura maskini, wanaangalia amefura maskini mwanamke wa watu, amekuja na mibegi na watoto wengine amewabeba, mvua unyesha, nakwambia amekuja kudusha kwao, watu wote wale walala waamshwa. Sasa ilikuwaje? Sasa simu, kwa nini ukafanya hivyo? Utatambua kesho, labda kusipambauke. Fujo nakwambia, usiku saa 5 ya nini ya yote hiyo bana? Tumeachana keti hapa, tarehe fulani ikifika, ushamaliza ida yako, kusanya, na pengine unaweza kumuona mzee msikitini, ngaba na mimi na mwanao kidogo, na nimeamua safari hii, lakini wacha akaya malize ida yake pale, achukua funge vitu vyake pole pole, alafu tarehe fulani mimi nitakuletea mzee. Fanya matezo. Hao ndio wenye kuelewa ndoa na wenye kuelewa masala yanayofungamana na kuachana. Hayo kisha kumwata, umemtoa nyumba maskini, sasa ahangaike, na pengine baba awe hana maskini, hana baba hana mama, kwa hivyo atakwenda kwa sister, aketi siku 2, kinachopikwa pale naye ale. Haya ni yeye mwenyewe, roho moja, yule ndugu yake itaeleweka, amekuja na timu ya mpira ambayo yako, amekaa nao pale. Haya sasa ikawa kile anachopawa maskini ndio akibambanya walishe na wale watoto, na sisi twajuana, ifanya sijui huyu ndugu yangu kwa damu, mimi toka nikutoke mrongo, niko kwa sijapata matatizo. Kipata matatizo hii toka nitoke hii huwa hakuna, haijulikani. Utakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, hawa ndio washaselelea hapa. Huanza sasa bibi sasa ama bwana sasa mwambie mkewe, sijui manake alikuja leo, alikuja juzi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ya wiki, Ijumaa nyingine hii wiki. Sasa hebu muulize bana, manake si wajua hali zenyewe ni hizi bwana. Sasa uliza, mmeafikiana vipi? Umeamua vipi? Maskini ataamua nini? Hana baba hana mama, na ndugu aliye naye ni huyo, ashamwekea kikao, umeamua vipi? Afanyeje sasa? Itabidi akajianike mabarabarani kwa wenye kutoa sadaka wale, asimame na watoto wake, ama amalizikie kwenye vibaraza vya msikiti, alale pale maskini. Akiamka usubuhi, watu wakinwa chai hapa kwa mzee wetu, naye asimame vya kuona, na ukimwona imani umnunulie, hukumwona imani ndio khalasi, shatoka hiyo. Umefahamiana Waislamu? Hayo ni mahangaiko anayopitia nani? Sasa tujui sisi, kwa kuwa walipa kodi, wewe ushamtoa, utajipanga utakwenda wapi? Mimi sitaki kujua, wewe nenda. Huu ni unyama wa kupindukia ambao unafanywa na baadhi yetu sisi ambao ni wanaume. Kama hakwenda kwa ndugu, atakwenda kwa rafiki. Haya, ndugu amekufukuza, rafiki ni mbabi aula. Huyu mwanamke lazima tu atahangaika kulia kushoto, mwisho pale mwisho mtu huamua sasa akaanza kujiuza, kaingia kwenye biashara zake mwenyewe. Mwezi tu, wiki 2, shakodisha nyumba yake, ametiliwa kila kitu, lakini sasa heshima ya mwanamke ishavunjika. Na aliotangulia kuivunja nani? Ni wewe mume. Kisha hizi talaka pia hutolewa, angalia situation pia ilivyo. Kuna mtu wajua, huyu mkimwata huyu mtampeleka kwa babake, tampeleka kwa nduguye. Kuna mke hata kama imepelekea sasa wewe na yeye ni basi kweli watamuata, lakini madamu wajua hana baba hana mama hana yoyote, baba ni wewe, ndugu ni wewe, mama ni wewe, sio basi, fanya ubinadamu,
hata kama utampeleka mashambani huko, mkodishie rumu moja, mwambie mamake fulani, kaa hapa na watoto, mimi nitakachojaliwa ama hawa wakubwa nipe, takaa nao mimi, wewe kaa na huyu mdogo, mahitaji yake mimi nitakuletea. Huu ndio binadamu. Sikuruka tukishindwa ukaona tena wengine yajua kwamba hana pahala, kwamba mwacha atakwenda wapi, mimi najua. Huyu kama kokota makaratasi mimi sijui. Hufurahi yani mwenzake akafanyaje? Kokote makaratasi. Masikitiko makubwa. Sabian ni adamu badhli nafaqa lilmutallaqa, kutokumlisha yule mwanamke uliyemuacha, talaka ambao ni talaka rejea. Utakiwa umpe masurufu yake akaenda mpaka amalize, na hata kama ni talaka ambao hufai kumregelea, lakini mathalan ni mjamzito, wafaa umwangalie mpaka azae. Wa in kunna ulati hamli fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahunna. Hii Qur'ani jamani. Na ikiwa ni mke umemuacha ni mjamzito, watakiwa umwangalie mpaka atakapojifungua, ndio usawa. Lakini mwanamke haangaliwi, maskini ashaachika maskini, sasa atafuta la kufanya. Ana na tumbo la mimba, na kama hana mimba ana na watoto, na wewe ushamua ni khalas, taki tena, umekwenda kuoa mke mwingine. Kama ile tulivyosema Ijumaa, mke yule ana watoto kwa mume mwingine, wewe ndiye delivery, uwapeleka madarasa ukiwaregesha wa mwenzako. Kurengwa kuovu jamani, watoto wa mwenzako uwapeleke uwaregesha. Huyu nani, yule mke akisha kuweka shingo upande vile akasikitika, una nini mkangu? Muhammad anaamka asikii vizuri hata sasa, si useme hebu mvalishe tena hospitali. Wewe si una wako hawa, sawa, ni ihsani ukiwaangalia, si makosa. Twazungumza wewe una watoto wako kwa mke yule mwingine ambao umemwacha, mbona hupeleki? Wala hutaki kujua wasoma skuli gani wala madrasa gani, wala hutaki kujua wana ugonjwa gani, wana kichikungunya, wana dembu, wana pojo, hutaki kujua wewe. Wewe uko na wengine kule, upeleka ukiregesha, upeleka ukiregesha. Ni kutokujielewa maskini. Ndio utamwona mwisho kazi za muharibikia. Sisi utafuta sababu, na mwisho lawama umpeleke yule mtalaka, useme kwamba ende nuksi. Kumbe maskini umejisahau. Ndo Masjid Abdul Malik hapa chukuambie sababu uliacha damu yako kuiangalia wewe, ukaangalia wa watu, Mungu akakupokonya kile kichache ambacho ulichokuwa unachokipata. Rabia, ndugu zangu katika iman, na ndio mbovu kabisa, ni kumshusha thamani yule mama maskini kwa kumtukana na kumfanyia istihza na kumshusha daraja mbele ya baba zake, wazazi wake. Mtukana mwanamke wa watu mbele ya babake na mbele ya mamake na mbele ya watoto wake, kamtukana matusi yote ambayo wayajua wewe, ukamwambia babake mzazi yuko hapo na watoto wake yuko hapo, wako hapo. Hebu niambie wewe, wale watoto wawajenga vipi na wawalelea vipi katika suala kama hili? Ushamtukana mama yao, matukano yote. Wale watoto wako wasipomheshimu mama yao, aliotangulia nani? Ni wewe baba. Wewe ndio umetangulia kwa kumpa maneno maovu mwanamke wa watu. Tuheshimianeni na tuheshimu wanawake, na wanawake waheshimu wanaume, na ndoa isifanywe ndiyo chanzo cha watu kukatana na watu kuleta michuki na watu kutokusalimiana eti kwa sababu tu watu wameachana. Huanda sisi kuatana kwani? Watu waliatana Sheikh. Katika hadithi ya Imamu al-Bukhari, yule Imruul Qaisi kama sikukosea, alikwenda kumshtakia bwanake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Akamwambia, hakika mimi akrahul kufra, nachukia mimi kufru. Manake kufru la ashira, sitomfanyia anayotakiwa. Huyu bwana atakiwa mimi nimwangalie, sitomwangalia kwa sababu mimi simpendi tena, sina tena mapenzi naye kabisa. Bwana akaitwa, akamwambia msikize mkewe. Akasema, mimi huyu hivi na hivi, mara nyingine hata nikiwa naye natamani nimtemee mate ya uso. Kwa hivyo akamwambia, mimi nitakatua niwache. Sikiliza waume hao, ambia hakuna neno, talaka tu, talaka ushapata. Mtume akamwambia, utaregesha mahari? Akamwambia, naam, mahari mimi nitaregesha. Basi alikuwa amepewa mahari ni shamba, akatukua shamba la yule bwana akamregeshea mwenyewe. Yule bwana akafanyeje? Akamwandikia talaka yake, tukua fi amanillah, salama na mimi salama. Hakusema kwa hivyo umesema unitaki, sio? Utakumtemea mate wa, sio? Wajua na ile take picture, kwa sababu mimi hupata mashtaka hayo. Basi angalia, ya Rasulullah, hata asipoteza wacha tutamalizana mimi na wewe. Wajua huyu ajifanya kichwa maji, wewe unijui mimi. Shekhe, hatuko kwenye nini wrestling hapa sisi. Hapa tumeoana leo, tunataka tuachane, khalasi. Nipe talaka yangu, nipe talaka yangu, yamekwisha. Unaona jamaa walivyokuwa wanajua ndoa. Tena shekhe, alafu taka ujiulize, hivi kweli wewe mwanaume wa vipi mwanamke akutemkie mimi sikutaki tena, na pengine akwambie hasa, na wako wanaume hao sijui wana roho gani. Hebu tutawapata wapi? Tuwasomee ruke, manake magonjwa. Eti mwanamke, natumia eti kwa sababu ni kitu kigumu sana kwa mwanamume wa kisawa sawa kukifanya. Mwanamke akusugue kwamba hakutaki tena, mwisho kwamba mimi nina mtu wangu mwenyewe, ukitaka nioe wewe bado uzivizie tu. Huo kuswali watafuta nini? Huwa ukisema mimi sikuache hivyo hivyo, huo watafuta nini? Ati manake madamu mimi sikumpata na yule pia sifanyeje, tamsugua hapa mpaka awe mzee. Mimi nitatafuta mke akuoa, lakini yeye ndo simwachi. Hata nikapigiwa simu na nani, hamakosa na hutokea katika maisha ya ndoa, hususan zama tulizokuwa nazo. Idhan mambo ya kutukanana si katika tasrihun bi ihsan. Yule mwanamke kumtukana na kumvunjia heshima na kuambia watu, pengine iwe kuna mtu ataka kwenda kumposa akakushauri, pengine ushafahamu, ama wewe wajua story, labda ukasikia mtu aulizia vipi pahali fulani, kama yako ya ukweli, mnasihi mwenzako, bana mimi sikushauri pale usiende kwa sababu kuna 1 2 3, iwe ni ukweli. Lakini mara nyingi utakuta huwa hayana ukweli, basi tu ili mradi tu kumuharibia. Bana usiende, yule bana akutulia na wanaume tele. Yule juzi anaonekana club, club, mimi nakwambia club. Subhanallah, Sheikh, uliishi naye vipi? Mimi nimevumilia mingi bro, wewe acha tu. Kumbe mmongo maskini, ili mradi tu watu wamuone yule mwanamke akipita vile, wamuone hana maana. Na ujue kama unavyochefua heshima za watu, na wewe zako zitakuja kuchefuliwa. Khamisan, ifsha'u sir ahadu zawjayn, ni kutoa siri za mmoja kati ya wao wawili. Hili limekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba min asharri nasi, katika watu waovu ni mwanamume mke wake amemwachia mwili wake wote, na huyu mke naye mume naye akamwachia mkewe, yani wameonana wazi kabisa kama walivyozaliwa, kisha baadaye ukitokea jambo iwe kila mmoja atoa siri za mwenzake. Hayo pia ni makosa, hutokea katika masala ya talaka. Hata kama ana kasoro yoyote fulani, hiyo ni baina yako wewe na yeye. Ukwambiwa tena mzee babake wife,
Tena mzee, mwambie mwanao mtoboe. Huuliza pale kwenye sitting room watu wamejaa. Wallahi mimi nawaheshimu, tunamheshimu, kuna mama hapa, lakini kuna mambo nikiwaambia nyote mtaacha midomo wazi hapa. Mtoto wenu wanaendelea, mimi nitasema mimi. Mwisho bua amelimbiria bwana. Lo, hakuketiki. Kwa sababu sila kusemwa, na hata kama unalo waliona ni tatizo, kuna njia zake. Ni kabla hamujaachana, wataka kusuluhisha, jamani, zungumza na mwanao ana jambo fulani, mwambie yule baba kiutu uzima. Baada ushajaribu wewe, azungumza na mtoto wake kwa hikma tu. Lakini madamu mushaachana, khalas, ni siri yako, ni siri yake. Kila mmoja angalie maisha yake, na mkionana ni watu ambao mushazaa, madamu kujuliana watoto wako vipi, hili ni jambo ambalo latakiwa. Lakini kufanya kwamba masala ya talaka ndio masala ya kutoa siri mpaka za ndani. Al-Hasan al-Basri asema kwamba khiyana min al-khiyana, ni katika khiyana an tuhaditha bi sirri akhika, ueleze siri ya mwenzako. Fa kaifa bi ifsha'i sirri man rabatatka bihi alaqa shar'iyya wa huwa au hiya az-zawaj. Vipi ikiwa siri ya kawaida kuitoa ni khiyana? Leo sisi tutatoa siri za wake zetu, na wake na wao wakatoa siri za waume zao. Hili ni jambo ambalo ni kinyume na sharia. Jambo la mwisho ni katika iftira, uzushi na kumzulia mwenzake mambo ambayo hakuyasema au hakuyafanya, ili tu amchefulie jina lake. Kwa sababu kuna wakati talaka ikitokezea, kila mmoja ataka kuonekana yeye ndio ana nini, atakuonekana kwamba yeye ndiye yuko sawa, na yeye ndiye, na mwenzake ndio ana makosa. Basi haifanywi hivyo. Kuwa mtu mzima na kuwa mwenye hikma, sio uende pale mwanzo ya jana sijui alifanya hivi, na juzi nilimpigia simu, mpaka hamujawahi kuhudhuria ni mashtaka haya ya mume na mke, mpaka mara nyingine ukamwona yule mke ama mume, mimi mke wangu mmesema hivyo, mimi umesema na yule mke ama kishangaa, subhana babake Muhammad, mche Mungu, wazungumza urongo, mimi nazungumza urongo, ulisema. Ili mradi tu wale waliokaa wamuone yeye nani, yeye ndiye mkweli. Haifanywi hivyo. Ikiwa imekusha ni basi zungumza kiutu uzima. Jamani, salamu alaykum. Wajua sisi ni watu wazima bwana. Mimi nimekaa na mke wangu, alhamdulillah, tumezaa watoto, lakini imefikia wakati hatuwezi tena kukaa. Kuna mazuri amenifanyia, namshukuru, na mimi kuna mazuri nimemfanyia, na yeye kuna makosa pia amenifanyia, na mimi ninayo ambayo nimemfanyia. Kwa hivyo kila mmoja ana yake. Mwenyezi Mungu atusamehe na tusameheane, lakini kila mmoja angalie maisha yake. Mimi fulani na kuacha mke wangu talaka moja, na pesa zako kila mwisho wa mwezi itakuwa nakuletea, tamtumia mzee wako ama wewe mwenyewe. Mzee, inshallah kuonana, inshallah khair, inshallah fi amani Allah. Hakuna chuki, roho safi. Ndio mwanamume anavyofanya. Si kuanza kumita mzee, njoo mwanao nakupa hiyo, unajua wewe unapenda sana kusema mzee, uanze kumuelezea mambo ya aibu. Yule ni baba, asikie mtoto wake ana mambo fulani yoyafanya. Utakuwa umemweka katika mazingira gani? Bila shaka utakuwa umemweka kwenye mazingira ambayo ni makubwa. Ndugu zangu katika imani, hii ni ghaidhun min faid, machache sana kwenye masala yanayofungamana na talaka, lakini tumejaribu kuzungumza yale ambayo ndiyo yaliyokithiri sana kwenye masala haya ya ndoa, kwenye talaka yanayotokea na mahangaiko ya huyu mwanamke anayoyapata kwa mwanamume. Ikiwa kuna lolote ambalo limebakia, inshallah Mungu akitupa hai na uzima, kwenye safari nyinginezo tutajaribu kukaa kuangalia yapi mengine ambayo yamekithiri katika mujtama, tuje tufundishane na tutanabahishane inshallah.